Bana kaka, habari yako? Salama kaka, habari za saizi? Nzuri. Bwana, hebu tuambie kwenye biashara hii ambayo unaifanya ya bodaboda hapa kwenye maeneo haya sokoni Ilala, ni changamoto gani labda ambazo mnakumbana nazo wakati mnataka kuvuka barabara kuu kuingia katikati ya eneo hili la Kariakoo? Bora askari kukamata leo uniform. Kidogo anapokukamata unatambua kwamba ni askari, lakini ukamataji wa raia ni tofauti na jinsi wanapokamata maaskari. Askari unafika na kusimamisha, bwana simama, na kukagua bwana kuna kitu fulani au unaweka pembeni. Lakini mtu wa kawaida unakuta ametoka from nowhere na kukamata, unakuta umepakia abiria nyuma na magari hapo nyuma yako au pengine anatokea anasababisha ajali. Tunashauri mausidi wetu wa mjini kati wajaribu kuongea na wale vijana wanaokamata bodaboda bila msingi. Tunatambua kwamba na sisi ni kazi yetu. Lakini sasa wanavyotukamata, watukamate maaskari waliovaa uniform. Sio mtu anayetoka kwenye pembeni kuja kukamata sababisha ajali. Tunavunja sentimita za magari, mwisho wa siku tunalipizwa bila sababu za msingi. Watu hao ambao wanakuja kiraia wanataka kuwakamata, unaweza ukawatofautisha vipi na wezi ambao wanaweza wakaiba pikipiki wakamnyang'anya mtu kwamba sisi ni watu fulani na wakaondoka nayo? Mimi ninavyoona wale wanaonyofoa ufunguo hawana tofauti na vibaka. Kwa sababu askari aliyepitia uaskari anajua jinsi ya kukamata, anakukamata bwana weka pembeni. Kuna tatizo 1 2 3. Lakini yule mtu anakukamata unakuta askari sio askari, ana uniform na hana uniform na mtambulisha kama ni mtumishi wa serikali. Hata mheshimiwa rais unakuta amtambui kwenye listi yake. Lakini mtu atoka from nowhere sehemu bwana wewe una elementa, wakati unakuta labda ni mtu wa kawaida tu mtambui. Wakati mwingine hata mpaka sitofahamu mpaka wanapigana, unakunjana mpaka unaonekana chini. Mimi kwa jina naitwa Isa Asumani. Mimi na kero kwa serikali. Kero yangu kubwa inoniumiza sana akili zangu ni hao jamaa wanajifanya jiji. Sababu wanakuja na pikipiki, wanapiga pini pikipiki, alafu wanampakia dereva nyuma, wanaambia twende huku twende huku. Sasa serikali, viongozi wetu sisi takiwa litazame hili, kwa sababu hawa jiji wanazoa taharuki ambayo haina mpango wote. Baada ya kufanya kazi wanahangaika kukamata mtu ambaye anajitafutia kipato cha kila siku. Kwa jina mimi naitwa Omari Hussein Mwendapole. Kwa jina maarufu naitwa Sina Tamaa. Sisi bodaboda mara nyingi tumekuwa tukikamatwa, lakini hata wakamataji wenyewe wanaokamata wajaribu kuangalia jinsi ya kumkamata mtu. Sio pikipiki natembea, umebeba abiria, alafu mtu anakuja anachomoa funguo, inakuwa haipendezi. Kwa kama serikali, kama viongozi wanaohusika na masuala barabarani waweze kutusimamia swala hilo lisiendelee. Kwa sababu kama mtu from nowhere anaanza kaja, sio askari na yeye ametuma kwamba kachomoe funguo, anachomoa funguo. Je, endapo ikifikia hatua labda tukaanza kugombana tukafanyaje? Itaonekana mimi nafanyaje? Mimi na makosa. Kwa hiyo swala liangaliwe. Na sisi kama bodaboda tunajua kabisa kwamba vigezo vya barabarani inatakiwa mtu umevaa helmeti, umevaa kofia, umevaa helmeti, umevaa viatu, kila kitu umekamilika. Na sisi utaratibu tunautambua. Kama ni mkamataji au anaangalia na watu wa kukamata. Je, huyu mtu kweli kavaa helmeti? Abiria kavaa helmeti? Hata kama kweli pikipiki inakuwa haijawa na vigezo vilivyokamilika, ni swala kumeka pembeni. Hata kama mmemkamata na kumuuliza kwa ustaarabu, hali yakuwa haendeshi chombo cha moto. Sasa swala la kuvamia mtu akiwa anaendesha chombo cha moto ni hatari zaidi. Kwa hiyo tunaomba kama serikali, viongozi waweze kulingilia kati hili swala. Basi Shabani Manyika. Mimi ni bodaboda, afisa usafirishaji bodaboda. Mwana nipo Uhuru na Kawawa. Changamoto ambayo kwamba unakamatwa na mtu ambaye hajajitambulisha kwa chochote, yani amevaa kiraia. Afadhali hata mimi na reflector ambao natambulika kwamba mimi ni afisa usafirishaji. Lakini sasa unakuta watu wanakuja wanakukamata kuchomolea funguo, hajui kwamba pikipiki imetoka wapi, hajui kwamba umetoka umbali wa kiasi gani. Mtu anakuja tu anachomoa funguo pasipo kuwa na maelezo yoyote. Ukimuuliza una shida nini, anakuambia kwamba hauwezi kupasu kuniuliza mimi kwa sababu nishakukamata, peleka pikipiki kibandani. Kwa sababu unajua kwamba wewe ukija kama askari umevaa uniform, unajua kwamba mimi nitakukimbia. Wakati ndo kazi yako wewe kufanyaje? Kukabiliana na vile ambavyo unaona kwamba ni uhalifu unaendelea. Umeona? Kwa hiyo mimi swala la shirikishi askari kumshirikisha polisi jamii, ambapo polisi jamii ilitakiwa yeye akamate ambao ni wavuta bangi huko mtaani, akamate ambao ni watu ambao ni wahalifu wa mtaani, so barabarani. Umeona bwana? Kwa hiyo changamoto wanatusababishia sisi ajali, sababu unakuta mwingine yupo mbele, mwingine yupo nyuma, wote wanajulikana polisi jamii. Kwa hiyo wanachokifanya wao kwamba utusababisha nini sisi ajali.
hata hicho kitu ni kitu ambacho kwamba sisi hatupendi yani. Sema kutokana na hatuna nguvu yoyote ile tunashindwa kufanyaje, tunashindwa kutumia ule udhibiti kwamba kudhibiti, ila kwa kupitia ndugu waandishi wa habari kama hivi, maana tunapata nini? Tunapata njia ya kusema yale yote ambayo tunafanyaje tunaopitia sisi katika kazi yetu, lakini sisi tunatambulika. Kama mimi natambulika, niko Uhuru na Kawawa, kwa hata ukiingiza na namba zangu, ukiingiza kwenye nini, kwenye system, mimi najulikana serikalini, yani maana serikali inanitambua mimi ni fulani, umeona bwana. Kwa hiyo njia hiyo tunaweza, mimi ushauri wangu mimi kwa askari kwamba wakamata wao kama wao, wasitumie shirikishi kutukamata sisi, kwa sababu sisi tupo kazini kama walivyo watu wengine kazini. Kama shirikishi wao kazi yao ni kukamata watu, basi wakamate uhalifu huko barabara mtaani huko, ila sisi watu wachie sisi tupambane na askari, lakini pia askari ndo anajua mbinu zote za kumkamata bodaboda pasipo kumsababishia ajali. Naitwa Cosmas Steven Mabula. Sisi kama maafisa usafirishaji tunapitia changamoto nyingi sana. Changamoto ya kwanza, tunakamatwa hata bila sababu yoyote. Sometimes mtupo katikati ya mataa, anakuja mtu anakukamata, ukiuliza kosa akwambia kosa yote, anakuambia chukua pikipiki weka pembeni. Inakuwa haina maana yoyote. Mara pikipiki inatembea, anakukimbilia nyuma, anakukamata. Bahati mbaya ikatokea gari nyuma yangu ikaja ikanipush, nikadondoka. Ananiacha kwenye ile tukio, yeye anakimbia kama vile hakuhusika na kitu chochote kile. Sisi hicho kitu hatupendi. Sisi tupo tunatafuta maisha kama wengine wanavyotafuta maisha, na tunasomesha watoto na pia tuna watoto. Sisi tunachoomba serikali yetu tusaidie. Sisi tumejitahidi sana na serikali imejitahidi, imesema tujitambulishe, tumepewa hizo reflector. Na baada ya kupewa hizo reflector tumelipia kijiwe, tumelipia reflector. Sasa tuna leseni, ila unakuta tu mtu yoyote anajitokeza na ukamata. Sasa hivi imefikia steady, askari yoyote akitoka huko, yani cha kwanza kabisa anakuja ni kukamata pikipiki. Yani barabara yoyote, eneo kama hili la kwetu sisi, uende Kariakoo, uende wapi, sehemu yote ya njia panda, unakuta askari wapo pale katikati. Hatukatai kuna kukamatwa kwa makosa ya barabarani, ndio, na makosa mengine, kwa sababu mtu anakukamata ukimuuliza swali lolote anashindwa hata kujibu chochote, anakuambia sukuma pikipiki weka pembeni. Ukiweka pembeni, ukimwelekeza hakuelewi. Hata katika ukamataji watukamate kisahihi, si kama utaratibu unavyotumika. Sasa hivi polisi jamii bodaboda, migambo bodaboda. Kwa sisi tumefikia stage hatuna haki yoyote. Mgambo yote anakamata bodaboda. Polisi jamii katoka huko bodaboda. Je, sisi tunapata nini? Au sisi tunaishi maisha gani? Kwa maisha aliyofikia ndio kama unaona mbio, ajali zinatokea tunasababishiwa.